ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Namuomba Allah kama alivyotukusanya hapa katika nyumba miongoni mwa nyumba zake, atukusanye peponi pamoja na Bwana Mtume. Namuomba Mwenyezi Mungu atakabali ibada zetu, saumu zetu, sadakati zetu, qiraat tunazosoma, dua mbalimbali katika mwezi huu wa kheri, mwezi wa baraka, mwezi wa fadhila, mwezi ambao kheri zake Mtume anasema man hurima khairaha faqad hurim, mwenye kukosa akanyimwa kheri za mwezi wa Ramadhani na Lailatul Qadri, huyo amenyimwa, huyo atakuwa amepata hasara. Ikhwatal imani wal islam, imamu wetu amemaliza hapa kwa dua moja ambayo natamani dua hii kila siku unapomwomba Mwenyezi Mungu dua usisahau kuiomba dua hii, kwa sababu ni katika zile dua ambazo ndani yake imekusanya kila department, imekusanya kila idara, imekusanya kila kheri ambazo mwanadamu anazijua na asizozijua. Kama umeambiwa lisaimi da'watun la turad, mfungaji ana dua isiyorudishwa, ana nafasi ya kumwomba Mwenyezi Mungu dua ambayo hairegezwi, ukiomba inakwenda. Basi dua hii usisahau wakati unaomba dua. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ni dua shamil, kafi, wafi. Kama tunavyojua mtume wetu amepewa vitu vinavyoitwa jawami'ul kalimi. Anaweza akasema maneno mafupi lakini maana yake ni refu na maghza na marna na kila aina ya kheri iko pale ndani. Kwa hiyo miongoni mwa dua zake Mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa akitufundisha, moja ni dua hii. Na siku alipokwenda kumkagua, kumzuru mmoja katika wagonjwa mahututi, Mtume alipofika alimuona yuko taabani mno, mpaka Mtume ikabidi amuulize, kweli wewe ulikuwa kuna dua unaomba kwa Allah? Kwani ulikuwa unamwambia nini Allah katika maneno yako? Anasema, kweli unavyoniona hapa nilikuwa na dua namuomba Mwenyezi Mungu, namwambia Allahumma in kunta mu'adhibi fil akhirah, ya Rabbi, kama mimi mja wako kuna adhabu inanisubiri huko akhira, fa'ajjilhu li fi dunya, niletee huku duniani, nipe huku duniani, yani hiyo sehemu yangu ya adhabu inayonisubiri kesho akhira, fa'ajjilhu li fi dunya qabla al-akhirah, nipe haraka hapa duniani. Mtume akisema subhanallah, la tastati' wa man yastati'u dhalik. Nasema amefika, amemuona kama kifaranga cha kuku, amekwisha, amelala kwenye kitanda, unasikia sauti tu, hayupo. Mwili wa mtu unaweza ukapotea kabisa wakati wa balaa. Basi kumbe ana dua zake, anaomba ya Rabbi in kunta mu'adhibi fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya qabla al akhirah, nipe adhabu zangu kabisa kabla sijaja huko. Mtume akamwambia, la halla qulta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Kwa nini usiseme maneno mazuri haya? Mbona ungesema dua hii ingekuwa kwako wewe ni bora kuliko kusema maneno haya? Na kweli watu wengine hufika wakajiapiza, na Mtume anasema la tad'u ala anfusikum, msijiapize, msijiombee dua mbaya. Na hata watoto wenu wazee msiwaapize wala msiwaombee dua mbaya. Na wanawake wa Kiswahili kule kwetu mambo haya wameyajua zamani.
wakitaka kukuapiza na kuambia Mungu akujalie uwe imamu wa msikiti, Mungu akujalie uwe kama Bakhresa. Yani wanawatafuta wale watu wakubwa matajiri ndo wana. Maana unajua nikisema maneno mabaya yatakufika wewe. Yani maneno ya mzazi hata akiyasema hayaanguki patupu. Mtizameni Jureji, hichi ni kisa maarufu. Na ilimfika wakati huyu ni mcha Mungu. Sikwambii yule ambaye ni banditi. Akiapizwa na mamake au babake. Basi ya Rabbi, nipe kheri katika dunia na nipe kheri katika akhira, niepushe na moto. Ungesema maneno haya, usijiapize mwenyewe. Yuko bwana mmoja kwa ile imani yake na namna alivyojiona ameshakuwa mcha Mungu, namna alivyokuwa anapokea utumwa wowote kutoka kwa Allah, basi ilifika pahali akamwambia ya Rabbi, ibtalini bima tasha. Ya Rabbi, nionje kwa unachotaka. Nionje, nipe mtihani unaotaka. Allah akamzuia kukojoa kwa muda wa wiki 2. Hapati kutoa maji hayo. Ikawa anaruka, akianguka chini, akipapatika kama vile kuku amechinjwa. Akimwambia ya Rabbi, inatosha, basi sitokuomba tena mambo. Usiombe dua mbaya. Kwa nini uombe mabaya? Kwa nini unajiapiza? Mtume akatufundisha katika kila jambo tuombe maneno mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha tu kumuomba huyu au kumwambia huyu na kumfundisha huyu. Ana kila pahala dua Rasulullah. Mtizame katika matatizo na makero ambayo yamejaa leo katika dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana dua ametufundisha. Anas ibn Malik anasema kana Rasulullah idha asabahu, ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ikimfika yeye alkarb, kero aina yoyote, qala, alikuwa akisema ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Hii dua talabatul ilmi waichukue. Zipo dua nyingi ambazo zinatutosha kuliko kwenda kwa madajjali wapiga bao, watu wenye kukuangalilia vikombe na karata na kadi na vitu vingine kama hivyo vya kishirikina. Mtume sallallahu alayhi wasallam ana vitu vingi ambavyo ametupa vinatutosha. Kiona kero zimezidi, majekejeke yamezidi, sema ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum, ewe ulio hai, ewe mwenye kusimamia mambo yake mwenyewe bila ya kuchoka wala kutaka msaada wa mtu yoyote, kwa rehema zako naomba msaada. Yani hii dua ukiomba kila wakati, kero zilizokuwepo kwako zitaondoka. Hadithi hii kaisimulia Imam Tirmidhi. Lakini pia Abdullah ibn Abbas ana hadithi nyingine ya karb vile vile. Anasema Mtume alitufundisha likitusibu lolote la makero tuseme la ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Hadith sahihain katika Shaykhain imesimuliwa. Anasema sema maneno haya ukiwa na kero. Hakuna mtu asokuwa na kero wala dhiki wala hamu wala ghamu wala tabu wala huzuni wala udhia. Dunia hii yote ni udhia tu. Hata katika kile unachokiona kwamba ni starehe kwako pia kinakukera na kukuudhi. Kwa hiyo ukipata makero kama haya, elekea kwa Allah kwa dua hizi. La ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshil karim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Dua hii ukiisoma tu, Mwenyezi Mungu anakufariji, unapata faraja na unakuwa katika hali nzuri, kwa sababu majekejeke na makero mwisho wake ni mbaya, na ndipo unapopatwa na maradhi ya iktiab na depression na vitu vingine vikakupelekea mpaka kuna watu wengine wanajiua, wanajiondoa katika dunia kwa sababu ya stress na depression na matatizo yanayomsibu katika hii dunia. Sema maneno haya uwe katika safe side. Hadithi hizi mbili zinatutosha kwa kuondoa majekejeke na makero na ghamu na hamu, anxiety na vitu kama hivi, vyote vinaondoka biidhnillah tabaraka wa taala. Lakini pia mtume wetu Muhammad
sallallahu alayhi wasallam ilikuwa akitaka kusafiri ana dua maalum, na najua wengi tunasafiri na hichi ni kitu muhimu sana. Na Mtume ametuambia katika hadithi nyingine, as-safaru qit'atun min al-adhab yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu faman qadha nahdhatahu falyu'ajjil birruju'i ila ahli faman qadha nihmatahu falyu'ajjil birruju'i ila ahli. Hadithi inasema safari ni sehemu ya adhabu. Safari, Mtume anasema safari ni kipande cha adhabu. Safari yoyote, hata ukisafiri na ndege ya kifahari ya kifalme royal, uko katika adhabu. Hata ukipanda first class, daraja ya rijalu a'mal, uko katika tabu. Si unapanda katika ndege ya kifahari Boeing, alafu sio class ile kule economy, uko pale ukiingia tu kuna mwanamke mrembo anakuchekea, utafikiri kama anakujua, anapiga magoti, anakuletea glasi, anakuuliza kwa unataka glasi gani, ya juice au ya wine, waliaadhu billahi min dhalik. Nini anakuuliza? Kama hata mke wako nyumbani hakuulizi maswali haya. Ukimuuliza chakula iko wapi, anakuambia kwa ni hoteli hapa, hukujui jikoni. Lakini wale wanawake wana huge smile, big smile, lakini usifikiri wanakupenda. Ile ni tabassum ya tijara, ni smile ya business. Lakini ukikaa na kuletea kitaulo, unajifuta uso, unajifuta mikono, basi anakuletea kila aina, unaona wewe umeburu, lakini bado huko kwenye tabu. Mtume anasema as-safaru qit'atun min al-adhab. Labda ukishuka unapokelewa katika VIP lounge, unachukuliwa unakwenda hotel 5 stars au hata iwe 10 stars, lakini bado ukifika pale taabani, sema subirini kidogo nipumzike. Na si hayo tu, na mengine mengi yanayokukosesha wewe raha katika kusafiri. Hiyo ukisafiri na ndege, sikwambii ukisafiri na basi au train au lori au kusafiri na kipando chochote kingine, kuna tabu zake. Mtume anasema as-safaru qit'atun min al-adhab yamna wa ahadakum ta'amahu, inakuzuia kula, wa sharabahu wa naumahu, na usingizi. Atakayemaliza mambo yake katika safari zake, falyuajil birruju, haraka arudi zake nyumbani, harudi kuona watu wake. Naam, Mtume anasema ukisafiri sema maneno haya. Hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anasema, kana idha kharaja lis-safar عندما يستوي على بعيره كان يقول صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الحال في الأهل والمال اللهم يسر علينا سفرنا واطوي عنا بعدا. Haya maneno yote alikuwa anayasema Mtume akiwa safari. Kwanza Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Umesafiri mara ngapi bila ya kusema maneno haya? Kisha subhana alladhi sakhara lana hadha, tunamuomba ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye ametuwepesishia haya. Ile ndege inapokata mawingu, upepo unaokabiliana nao, ni nani aliyewepesisha yale yote kama sio Allah subhanahu wa ta'ala? Huoni mara mambo yanavyobadilika, hali inavyokuwa? Huoni ardhi ikitetemeka kidogo, hali inavyokuwa? Huoni bahari akikasirika tu Allah mambo yanavyokuwa? Na huko juu mawinguni kuna mambo yake huko. Basi ukiona una penetrate unakwenda kwa sasa, sema subhana alladhi sakhara lana hada wama kunna lahu muqrinin ay mutiqin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Insha Allahumma inna nasaluka fi safarina hadha albirra wattaqwa. Ya Rabbi, tunakuomba wema na uchamungu katika safari yetu hii. Wa min al'amali ma tarda, na amali ambazo zinakuridhisha. Allahumma yassir alaina safarana, ya Rabbi tufanyie wepesi safari yetu hii.
watwi anna bu'dahu, na masafa yake ni marefu, basi yafanye mafupi. Wewe tunakwenda bila ya kuhisi yale masafa ya safari. Hizo zote dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'i safar, yani min mashaqqati safar, safari na mashaka. Ya Rab, tunajikinga kwako na shida za safari. Naam, unaweza ukaambiwa wewe una report saa 2 asubuhi, utaruka saa 4, ukaenda saa 2 ya asubuhi, ukaruka saa 2 ya usiku. Wa'tha'i safar. Unaweza ukafika kwenye siti yako ukampata mtu mmoja amejaa pale kishakaa, anakuambia hii ya kwangu, ukagombana naye mpaka akakupiga kibao. Hadha min wa'tha'i safar. Unaweza ukakaa kwenye siti, mara begi ikadondoka huko, kilo 50 za begi zikakuangukia. Min wa'tha'i safar. Unaweza ukapata stress mpaka ukifika nyumbani kwako una Panadol ipo. Hadha min wa'tha'i safar. Lakini pia kuna mambo mengine, ndio maana Mtume anasema min wa'tha'i safari wa ka'abatil mandhar. Yani unaweza ukasawijika kwa maneno unayoyasikia. Unajua ukiwa safarini unakwenda na watu aina mbalimbali. Naam. Zamani nilikuwa nikisafiri sana na basi kutoka Mombasa kwenda Dar es Salaam. Nikuta vitu vingi kwa sababu nikisafiri na wafanyi biashara. Unapigwa muziki kuanzia umetoka mpaka unafika. Mpaka zinaingia akilini, ilikuwa usikilize mpaka zinaingia zenyewe huko. Na yani sisi ni watu tunapendelea kheri, ukitaka usitake utasikiliza tu, utatizama tu. Min wa'tha'i safar. Unakaa na mtu anakuzungumzisha habari zake zote, hakuna dhikri llahi hata moja. Sasa hayo ni mepesi. Kuna matusi mengine, matusi makubwa unayasikia hujawahi. Kama unasafiri na watoto wako, wale wako wanajifunza humo. Yaani vitu hivi vinatokea vyote katika safari. Basi ka'abatil mandhari na kusibu, yani unasawajika. Kuna kipindi unakuja nyumbani kwako mpaka mke wako anakusahau, ndio ile sura imechange kutokana na yale mazingira ya wa'tha'i safari wa ka'abatil mandhari inapatikana. Uso haupo tena, sio wako tena. Nani unajua binadamu mnyonge, kitu kidogo tu kinamsawiji, kinamfanya anabadilika. Basi Mtume alikuwa anajikinga na yale min ka'abatil mandhar an yusibana al-iktiab wa su'il munqalab. Ya Rabbi, tunajikinga kwako na maregeo mabaya. Sasa kuna kwenda huko katika safari yako, lakini kuna maregeo mabaya. Su'il munqalab inaweza ikapatikana vile vile min ka'abatil mandhar, chombo kikapinduka wal billah, ikaanguka, ikafika pahala ikaharibika, ikawa wewe kila wakati uko kwenye tabu tu. Zote hizi Mtume alikuwa akimwomba Allah zisimkute. Su'il munqalab, umekwenda China, umekwenda Dubai, umekwenda Thailand, wewe ni mfanyabiashara, umefika kule jamaa wamekuchomolea hela zako zote zimekwenda. Su'il munqalab, unarudi vibaya. Umenunua bidhaa, umefilisika, umerudi umeharibikiwa. Hiyo ni su'il munqalab, malengo hayakutimia. Yote Mtume alikuwa anasema a'udhu bika min su'il munqalab. Kisha kuna maneno makubwa alikuwa akiyasema Mtume, tunasahau sisi. Allahumma anta sahibu fi safar. Hii safari yangu mimi niko na wewe ya Rabb. Anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Na nakuacha ya Rabbi, wewe ndo mlinzi wa watu wangu nyumbani na mali zangu nyumbani. Maneno mazuri kama haya utayapata wapi kama si kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Yani anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma ya Rabbi yassir alaina safarana, ifanye wepesi safari yetu. Watwi anna bu'dahu, kisha masafa yake yawe mafupi. Ya Rabb, a'udhu bika min wa'tha'i safari wa ka'abatil mandhari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Maregeo mabaya nisiyakute, si kwa mali yangu, si kwa watu wa nyumbani kwangu. Vipi? Unaweza ukarudi ukamuuliza yuko wapi Ahmad? Akwambia juzi alivunjika mguu. Mke wangu, mbona hujapika mpaka sasa hivi? Na wiki nzima mimi sijaamka kitandani. Yote hayo ni su'il munqalab. Huzuni zitakupa wewe
utahuzunika kutokamana na hali ambazo zinakupata. Yote haya yanatokea katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo dua unapoziomba hizi unarahisishiwa mambo yako, kwa sababu Allah anapenda sana tumuombe. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Waqala rabbukum, na Mola wenu akasema, ud'uni, niombeni, astajib lakum, na mimi nitawaitikia. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale waliokuwa wanatakabari hawataki kuniomba, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia katika moto wa jahannam. Dawa yenyewe hapa ndio dua. Ibadati yani dua. Dua ni ibada, ndio hadithi ya Mtume sema ad-du'a huwa al-ibada. Dua ni nini? Ni ibada. Sasa safari zako zote ukiomba dua kama hizi zinakuwa nzuri. Alafu alikuwa akirudi pia Rasulullah akiomba dua hiyo hiyo niliyoisoma, kisha akizidisha mwisho, aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Yani mwisho wake na anaomba maneno aibuna, yani tunarudi, taibuna, tunarudi pia kwa Allah na tunatubu. Kama tunavyorudi nyumbani, tunarudi kwa Allah kwa kutubu makosa yetu, kwa sababu katika safari hii huenda umefanya mengi, na kuna wengine wanakusudia na safari zao zote za maasi. Aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun, unarudi zako nyumbani kwako. Lakini Abdullah ibn Umar alikuwa akisafiri, mtu anamwambia taal udnu minni hatta uwaddi'ak kama kana yuwaddi'una Rasulullah, njoo sogea nikuage kama alivyokuwa akituaga bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akimwambia astawdi'uka Allah, astawdi'u Allah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Mwage mtu hivyo. Hizi ndio sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akimwambia sogea nikuage kama alivyokuwa akituaga Mtume. Astawdi'u Allah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namweka yeye kwamba ni hafidh, atakaye kuhifadhia dini yako na watu wako na amana zako na kila kitu chako zihifadhiwe. Ndio mara nyingi wanatupenda kutuambia astaudiukumullah, Mwenyezi Mungu namwacha awe mlinzi wenu, na kisha kwa mlinzi wako ni Allah, wewe umekosa nini? Sasa unasafiri unawaambia watoto wako nyumbani astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amal. Ukiondoka ujue umemwachia Allah mali zako, nyumba yako, watoto wako. Ukirudi wanakuwa bado wako katika riayatillahi wa hifdhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam hata tunapokwenda sokoni, marikiti, anatuambia tuseme dua la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume anatuombea hata tukiwa tunaingiliana na wake zetu, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Mtume anatuambia hata tunakwenda kulala usiku na mambo mengi huo, ya naiman billayli masruran biawwalihi innal hawaditha qad ta'tina ashara. Anasema usiwe unafurahia tu mwanzo wa usiku, vituko vinakuja usiku huko wa manane. Sasa unatakiwa uwe katika dhima ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna macho ya mahasidi, kuna macho ya majini, mashetani wabaya, kuna viumbe wabaya, wote hao wanakutafuta wewe mtu mmoja. Wanashari hao zimejaa, ziko nje. Na Mtume anatufundisha tukiogopea watu, ukiogopa unaingia katika mji mbaya. Abu Musa al-Ash'ari amesimulia hadithi, anasema kana Rasulullah idha khafa, anapoogopea ahadan, kwamba kwa watu wote, alikuwa akisema maneno Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Maneno haya idha khafa ahadan, akiogopea chochote yoyote, anasema maneno haya, ya rabbi naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Rabbi, shari zako tunajikinga kwa shari za hawa watu, tunajikinga kwako, na kila kilichokuwa kibaya walichokuwa nacho hawa tunakuachia wewe ya Rabbi, udili nao sisi hatuwawezi. Yote hayo unamwachia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi ukienda kulala
Nakwambia idha awaita ila madja'ik fatawadda wudu'ak lis-salah thumma qul Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wajjahtu dhahri ilayka fawwadtu amri ilayka wajjahtu wajhi ilayka raghabatan wa rahbatan ilayka la malja wa la manja minka illa ilayka amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mitta fi tilka al-laylati mitta ala al-islam. Sema maneno hayo ukienda kulala. Wewe unaenda unajitupa tu kama gunia la chumvi, alafu unaamka unasema jamani, wamenikaba usiku. Wasikukabe, wasikukuingie. Umeacha silaha alizokuwa nazo Mtume Muhammad, wakati yeye ni mtume na Allah akamwambia wallahu ya'simuka. Basi ilikuwa bado akienda kulala anasoma muawidhatain, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, kisha anapuliza katika viganja vyake, anapakaa mwili mzima. Alipokuwa ameshindwa, bibi Aisha alikuwa anafanya kwa niaba yake, anafanya hivyo, anampaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mwili mzima, analala. Sisi hatuna haji hizi za bwana Mtume, sio kwamba hatuna, hatuzihitaji. Unalala na music inaunguruma katika masikio yako, unasema hizi ndio inanipa usingizi. Wakikukaba alafu unalaumu, unaenda kwa shekhe, bwana mimi siku hizi wanakuja watu majinamizi yananikaba, naona kichwa changu kimekatwa, naona ndoto za ajabu ajabu. Kuanzia leo lala katika udhu, fanya haya yote utasalimika. Al-Abbas ami yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakuja kwa Mtume anamwambia ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, allimni shay'an as'aluhu Allah, nifundishe jambo la dua ambayo nitaomba kwa Allah. Mtume akamwambia ami yake, is'alillah al-afiyah, salillah al-afiyah, muombe Allah akupe afya, muombe Allah akupe afya. Basi anasubiri nyingine, kumbe ndo hiyo tu, ndo jawami wal kalim. Wal afiyatu tajun ala ruusi al-asihha la ya'lamu thamanaha illa al-marda. Anasema afya ni kama kofia ya mfalme, taji iliyokuwa katika vichwa vya wenye siha na afya. Hawajui thamani ya hiyo kofia isipokuwa wagonjwa. Wagonjwa ndio wenye kujua thamani ya siha. Wale waliokuwa nayo wala hawajui thamani yake, na mara nyingine huihatarisha, na mara nyingine hutaka kuitupa kwa makusudi. Anatafuta vitu vya kuharibu afya yake, anatafuta vitu vinaitwa marungi, magati, anatafuta vitu vinaitwa nini vile, heroin, na vile haribu makusudi tu afya yake. Lakini yule mgonjwa anaitafuta ile afya, na pengine ameshatumia mamilioni ya pesa kuitafuta siha irudi, sababu anajua thamani yake. Lakini alionayo anaiharibu, anaichezea, anahatarisha afya yake ipate kupotea. La ya'lamu thamanaha illa al-marda. Wazungu wanasema you don't know what you have until you lose it. Huwezi ukajua thamani ya ulichokuwa nacho mpaka ukikose. Ukikikosa ndio unajua thamani yake. Ala, kumbe nimekosa kitu muhimu sana. Kwa hiyo hii taji wenye siha hawaijui thamani yake, wagonjwa ndio wenye kuijua thamani yake. Basi itafute. Ndio Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi, muombe Allah kupe afya. Akakaa anasema makathtu ayaman fajituhu, nikamjia tena Mtume nikamwambia alimni shay'an asaluhu Allah, nifundishe dua ya kumwomba Allah, niombe nini? Anataka tena. Unaona kama ile Mtume siku ile labda alikuwa busy sana, hakuwa na maneno mengi, vitu kama hivi. Tena Mtume akamwambia ya Abbas ya amma rasulillah salillah alafiyata fi dunya wal akhirah. Ile ewe Abbas, ewe ammi yake Mtume, muombe Allah akupe afya duniani na akhira. Duniani afya yake anakuepusha na maradhi na majanga na matatizo. Akhira afya yake madhambi yako yanafutwa, moto wa jahannam unakuwa mbali nawe, unakwenda zako peponi. Salillah al-afiya fi dunya wal akhirah. Abdullah ibn Umar ana hadithi nyingine anasimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema katika dua zake Mtume ilikuwa ni maneno haya: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati naqamatik wa jami'i sakhatik. Hii ni dua shamil kamil, ihifadhi, ichukue, itumie
Allahumma, ewe Mola, inni a'udhu bika, najikinga nawe, min zawali ni'matik, ile neema yako ulionipa kuondoka. Kuna kupewa neema na kuna kuondoka na kutoweka hiyo neema ulokupa Allah. Idha kunta fi na'matin far'aha fa inna al-ma'asi tuzilu an-na'am wadawim 'alayha bi shukri al-ilahi fa inna al-ilaha sari'u an-niqam. Kio katika neema ile ichunge, ihifadhi, iengeenge neema. Sasa kuna kubadilika neema. Mtume alikuwa akiomba Allah isibadilike neema aliyompa. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. Akijikinga kwa Allah, afya isigeuke, isibadilike. Huu uzima ulionipa isije fajaa nikapata maradhi nikabadilika. Wa fujaati naqamatik, pia ile adhabu nakama zikaja kwa ghafla nikawa katika hali nyingine. Ya Rabbi, najikinga kwako. Wa jamii sakhatik, na najikinga na hasira zako zote. Dua hizi zote zina pahala pake, zina wakati wake, zina sehemu zake. Mtume anatufundisha na nyingi. Ndugu zangu, sisi bila ya dua si chochote. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama. La yaruddu alqada illa ad-du'a, la yarfa'u albala illa ad-du'a. Dua. Na sisi wafungaji tuna dua isiyorudishwa. Turudi kwa Allah kumuomba kila wakati ili atufanyie wepesi mambo yetu. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.